Siku ya leo naomba tuzungumzie habari ya nchi inapoamua kuwa nchi ya viwanda. Nchi inapoamua kuwa ya viwanda, nini kifanyike? Na nchi inapoamua kuwa ya viwanda, nini maana yake? Haya ni masuala mawili lazima tuyaangalie kwa karibu sana na tuyatafakari, tuyafikirie. Na endapo tutazingatia haya, lazima tutafika mbali sana. Na mikakati yote hii kuyatekeleza inahitaji watu, rasilimali watu wa eneo husika au wa nchi husika kuyapokea na kupokea yale ambayo serikali yao inataka kuwaletea. Wanahitaji kushirikiana na serikali ili kufikia malengo ambayo serikali imeweka. Lazima tujue moja, kwamba nchi inapoamua kuwa nchi ya viwanda sio jambo rahisi. Moja, inahitaji nguvu nyingi sana zitumike. Pili, inahitaji rasilimali watu na fedha ambazo zitaweza kutumika. Tatu, inahitaji ushirikiano. Nne, inahitaji rasilimali watu ambao wamebobea katika sekta hiyo. Tuangalie kwanza nchi ikiamua kuwa ya viwanda, maana yake nini? Tunaweza tukajifunza nini? Zipo nchi ambazo ziliamua na zimeendelea, na tujiulize kwa nini waliamua na wakaendelea. Niseme kwanza, haikuwa jambo rahisi wao kuanza, na haikuwa jambo rahisi kufikia pale walipopafikia mpaka sasa. Hili ni swala la kujiuliza na kuona sasa kwamba endapo tutaamua kufikia pale tunapotaka kuwepo, je, kuna nini ambacho kitahitajika? Na mimi, kila mtu ajiulize kwamba mimi ni mhusika, nitafikaje hapo? Tuliangalia kwa mapana zaidi. Nchi inapoamua kuwa nchi ya viwanda, kitu gani kinahitajika? Kwanza, kama tulivyosema hapo awali, ni kwamba rasilimali watu, pawepo na vitu vitakavyorahisisha, pawepo na hali ya mazingira itakayoyapokea hivyo viwanda, na tuwepo wote kwa pamoja kama wakazi wa eneo ambalo viwanda vinataka kufunguliwa au kuanzishwa. Tuyapokee yale watakayotuletea, mikakati yote tuyafanyie kazi na tushiriki. Maeneo yanapohitajika tukubali kuyaachia endapo tutalipwa fidia, na tukubali kushiriki katika utunzaji wa mazingira wa lile eneo ambalo viwanda vitakapojengwa. Huwa mara nyingi kuna changamoto ambazo unakutana kwamba labda mipangilio haikukaa vizuri kwa sababu wakazi wa eneo lile hawakushirikishwa vizuri na ipasavyo, na huwa kuna mambo fulani ambayo lazima yazingatiwe. Yasipozingatiwa tayari itakuwa ni changamoto. Tumeona mara nyingi sana inapotokea kwamba kuna kitu kinataka kifanyike au mradi fulani ufanyike hapo, changamoto inakuwepo ni kile kitu ambacho hawakikufikiriwa mapema au kabla ya. Mfano, tunafikiria kwamba tujenge viwanda katika eneo fulani, lakini inatokea kwamba lile eneo linamilikiwa na watu au wakazi wa kile kijiji au wa lile eneo. Tunataka kulazimisha kujenga hapo, tukiwa na maana ya kwamba ardhi ni ya serikali na serikali ina maamuzi. Lakini kitakachotokea ni kwamba wale wakazi hawatakuwa tayari kukubali kukipokea kile kiwanda, kwa sababu wamepokonywa eneo ambalo walikokuwa wanaishi au walikokuwa na mashamba. Lakini
Vile vile lazima mikakati yote ifanywe serikali, ya kuanzia ngazi ya kijiji mpaka serikali kuu, wawe wameamua kwa pamoja kwamba kitu hicho kisifanyike. Isiwepo kwamba wapo viongozi ambao walikubali na wengine hawajakubaliana na hilo swala. Hayo yote yatakuwa ni changamoto, na changamoto inapokuwepo kwenye mikakati ya uanzishwaji wa viwanda, huwa tayari yule mwekezaji anakatishwa tamaa, na hivyo baadaye kuamua kuenda sehemu nyingine au katika eneo lingine au nchi nyingine, na mnajikuta tayari mmepoteza kile ambacho kilichotakiwa kufanyika pale. Maana kilikuwa na manufaa sana, kinaweza kikawasaidia familia nyingi kuishi na kuondokana na umaskini, kinaweza kikawasaidia wengi kuajiriwa, na kinaweza kikawasaidia wengi mazingira yao kubadilika. Twende kwenye swala la pili. Kipi kifanyike ili nchi iwe ya viwanda? Ili nchi iwe ya viwanda, kuna mambo mengi na kadha wa kadha ambayo yanahitajika. Kwanza, sio rahisi. Tufikirie hilo, lazima tuliangalie kwa mtazamo huo kwamba sio rahisi. Uanzishwaji wa viwanda unahitaji maandalizi ya kabla ya uanzishwaji huu. Mfano, kuna kitu kama sera. Sera ni kitu cha msingi sana kinapoingizwa bungeni au kinajadiliwa kwenye ngazi fulani, ambayo ina mamlaka ya kuruhusu uanzishwaji wa kile kiwanda au viwanda. Mfano, tutaangalia sera mbili: sera ya uwekezaji na sera ya viwanda. Moja, sera ya uwekezaji lazima iwe ni sera inayomhakikishia mwekezaji kwamba atawekeza katika eneo husika na mali zake, kila kitu, na atapewa ulinzi na serikali kwenye mali hiyo ambayo aliyowekeza. Pasiwepo na wasiwasi wowote utakaoonyesha kwamba lile eneo alilowekeza mwekezaji linaweza likavamiwa na akapoteza mali zake. Pili, lazima mwekezaji ahakikishiwe pamoja ndani ya sera kwamba sasa atanufaika na uwekezaji wake kama wengine wanavyonufaika. Kwa maana ya kwamba pasiwepo na ubaguzi fulani kwamba hawa ndio wawekezaji wazuri na hawa ndio sio wawekezaji wazuri, na hawa watakuwa hivi na watakuwa hivi. Mara nyingi hili huwa linakatisha tamaa. Lakini unapoangalia kwamba sera hii inamsaidia mwekezaji na inaweza ikamfikisha mwekezaji sehemu fulani akafurahia uwekezaji wake, basi hiyo sera itakuwa inamsaidia sana mwekezaji. Pili, sera ya viwanda. Sera ya viwanda lazima iwe sera ambayo inamsaidia yule aliyewekeza, ana kiwanda chake, kwamba kiwanda chake hakitapata misukosuko, hakitakuwa na mambo fulani ambayo yatafanya kiwanda chake kikashindwa kufikia malengo. Sera ya viwanda ina malengo, sera ya viwanda ina mikakati, sera ya viwanda ina mambo kadha wa kadha ambayo lazima yawe yanaangaliwa kwa makini na yamsaidie huyo mwenye kiwanda. Wanapoangalia kwamba sera haimsaidii, mtu anakataa, hawezi kuja kujenga kiwanda. Hata kama sera ya uwekezaji ina mazingira mazuri, lakini sera ya viwanda isipokuwa nzuri, hawezi kuja. Kwa vyovyote vile, lazima sera ya viwanda na sera ya uwekezaji vije kwa pamoja, viungane, ili viweze kumsaidia huyo mwekezaji na afurahie kuwekeza na kuwa na kiwanda katika eneo husika. Sasa, kipi kifanyike ili nchi iwe nchi ya viwanda? Moja, tuangalie kwenye ngazi ya siasa. Tuseme kwamba siasa haitakiwi kuingilia uwekezaji wa mtu binafsi au wa kampuni binafsi.
Mfano, anaweza akaja kwenye mwanasiasa akawa anatoa amri kwenye hicho kiwanda na kuwatishia kwamba sasa msipokubali haya ninayowaambia, mimi ndio mwanasiasa, tunaweza tukawafanyia lolote. Hapana. Mtu akishawekeza lazima awe anakinga na lazima ajue kwamba sasa hapa nilipowekeza siwezi kupata bugza yoyote na kuamrishwa na mtu kitu ambacho hakimo ndani ya sheria. Mwekezaji anajua fika kwamba yeye kuwekeza kwake kote huko lazima afuate sheria na taratibu za nchi na eneo husika. Katika ngazi ya siasa, tuwasaidie sana wawekezaji kujisikia kwamba wapo sehemu ambayo wanawekeza na haina migogoro ya kisiasa. Migogoro ya kisiasa hubadilisha hali ya uzalishaji wa kiwanda pale ambapo kinavamiwa kwa masuala ya kisiasa na siasa zinaingizwa katika kiwanda. Na haya yote huwafanya wawekezaji kukataa kabisa. Na mwekezaji anapokuja kutaka kuwekeza sehemu au katika eneo fulani, huwa kwanza analifikiria hivi: je, hapa hamna vurugu za kisiasa ambazo zinaweza zikaathiri uwekezaji wangu na kiwanda changu? Sasa yote hayo lazima tuyaangalie, na nchi kama nchi lazima ipige marufuku na kutenganisha biashara na siasa. Palipo na biashara, biashara iendelee, na palipo na siasa, siasa iendelee. Pasiwepo na mwingiliano, na wanasiasa wasije wakawaingilia wawekezaji na kuwatisha au kuwaelekeza vitu ambavyo havipo kwenye sera au sheria ya nchi. Tuliona la pili, kipi kifanyike ili nchi iwe nchi ya viwanda? Tuangalie kwenye ngazi ya uwekezaji ambayo tulizungumzia hapo awali kuhusu sera ya viwanda na sera ya uwekezaji, ambayo tunasema investment policy na industrial policy. Hapo tumeshasema kwamba sera ya uwekezaji iwe imemkubalia mwekezaji na impe mazingira mazuri katika uwekezaji na sera nzuri ya kulinda kiwanda chake. Tuone kwenye ngazi ya sheria na utawala. Kwanza tumeshaona ngazi ya siasa, pili tumeona ngazi ya uwekezaji, sasa tuone ngazi ya sheria na utawala. Wawekezaji mara nyingi wanategemea sana kwamba anapokuja kuwekeza katika eneo husika, kwanza anaanza kuwasiliana na serikali za mitaa, serikali za kijiji, inaenda kwenye mtaa, inategemea wapi ambapo alipowekeza, kama ni vijijini au ni mjini, serikali iliyopo pale katika eneo husika, ili apande na afike juu kuweza kutambulisha kiwanda na kuomba eneo kwa ajili ya uwekezaji. Lakini vile vile mara nyingi hutegemea kwamba sheria itamlinda na italinda mali zake alizowekeza katika eneo husika, na utawala uliopo katika eneo husika au katika nchi husika utamlinda na utamsaidia yeye kufikia malengo yake ya uwekezaji pale katika eneo husika. Mfano, mwekezaji anaweza akawa na kesi, labda mfano tuseme mfanyakazi alifia kiwandani katika mazingira fulani, na serikali ikaje ikakagua na kugundua kwamba mwekezaji yule mfanyakazi alifia katika mazingira hayo. Sasa serikali inafanya nini? Kwanza kuna uwezekano wa kuzuia uendeshwaji wa kiwanda au uzalishaji ili uchunguzi ufanyike, kupisha uchunguzi. Hapo tayari tutaona kwamba uchunguzi utakapochukua muda mrefu ndivyo yule mwekezaji anavyoendelea kuathirika kwenye uwekezaji wake. Lakini lazima tujue moja, kwamba kile kilichofanyika kwa wakati huo, kwamba mtu amefia hapo, lazima serikali ichukue muda mchache sana kuweza kufanya uchunguzi, maana watu wote walikuwepo pale tukio lilivyotokea. Kuna mambo mengi sana ya kuzingatia na kuangalia ili kumruhusu
yule mtu kuendelea. Wakati mwingine mwekezaji anapopeleka kesi mahakamani, kinachotokea ni kitu kimoja. Kesi huchukua muda mrefu sana. Sasa inategemea mwekezaji alileta ile kesi ilikuwa inahusiana na nini kwenye kiwanda chake au katika mkakati wa kutaka kuwekeza. Sasa lazima serikali vile vile liangalie hili kwamba huyu ni mwekezaji, apewe priority kwamba kesi yake ianze na isikilizwe na iamuliwe haraka iwezekanavyo ili maendeleo ya pale yaendelee kuwepo. Tunamaanisha ya kwamba mwekezaji anapokuwepo, tunapata picha kwamba wale wanaoishi katika eneo lile wanaendelea kunufaika na kuondokana na umaskini, na uchumi wa nchi unaendelea kukua kwa sababu yule mtu anaendelea kulipa kodi kila siku na hali inaendelea kubadilika siku hadi siku. Lakini sasa inapotokea tofauti na hivyo, kwamba hatufikirii kwa mapana zaidi kwamba kile kinachotokea hapo au kinachoingia serikalini au wanachonufaika wale wakazi wa pale kinatokana na hicho kiwanda kuwepo. Tusipofikiria hilo, basi tunakuwa tumeharibu mfumo mzima wa usaidizi unaoendelea na ulipaji kodi kutokana na kile kiwanda. Sheria lazima imsaidie, imlinde, na yeye mwekezaji asimamie sheria, afanye kazi kwa mujibu wa sheria, na utawala uliopo madarakani katika eneo husika lazima uwe bega kwa bega kwa kumsaidia yule mwekezaji katika masuala yote mazima. Mfano mwingine ni kesi za wizi na malalamiko ambao mwekezaji huyapeleka. Mwekezaji anapoyapeleka kesi za malalamiko, kuna kuwepo na kitu fulani ambacho lazima kizingatiwe. Mfano, uchunguzi wa yale malalamiko unaangalia kwa mapana zaidi. Unaweza ukaangalia kwa mapana zaidi ikitegemea kwamba yule mwekezaji amelalamikia nini na kitu gani anachokihitaji pale. Kama mfano ni kutaka kuongezewa kitu fulani ambacho kitamsaidia katika uwekezaji, lazima kitatuliwa haraka na iwezekanavyo, kwa sababu kitakuwa tayari kimeongeza kwenye kipato cha nchi na kuongeza idadi ya waajiriwa na kuongeza mambo mengi ambayo yatakayohitajika katika eneo lile kwa ajili ya uwekezaji na uzalishaji. Tuangalie katika ngazi ya utawala, ambao maamuzi mengi yanatoka katika utawala kwa ajili ya kumruhusu na kumwezesha mwekezaji. Tusichukulie masuala binafsi tukaingiza kwenye masuala ya uwekezaji au kwenye viwanda, ujenzi wa viwanda na uendelezwaji wa viwanda. Lazima tuwasaidie, tuangalie nchi yetu, tuwe wazalendo kwamba tunatakaje kumsaidia huyu au tunachotaka ukiona ni kitu gani. Sio sisi tu bali wengine ambao ni wananchi. Na utaona serikali itakuwa haina kazi ngumu au kubwa sana kwa kuwasaidia hawa watu wake, kwa sababu tayari tulirahisisha katika ngazi ya utawala, tukaachia mambo yakaendelea kiurahisi na watu wakapata kile walichokuwa nakihitaji. Tuangalie kitu gani tena ambacho tunachokiangalia kwa undani tena, ambacho kinauliza kipi kifanyike ili nchi iwe nchi ya viwanda. Ili nchi iwe ya viwanda, lazima tunahitaji miundombinu. Miundombinu ya kwanza tunachotaka kuiangalia ni swala la umeme. Umeme ni swala la msingi sana. Nchi nyingi zilizoendelea na zenye viwanda walijaribu kutafakari na kufikiria swala la umeme na kwa mapana zaidi. Wakaona kwamba umeme usipokuwa ni umeme ambao ni wa rahisi, umeme mkubwa, umeme ambao ni imara, wakaona kwamba ni umeme ambao unaweza kuwasaidia kufika eneo moja na kuelekea eneo lingine. Mfano, umeme rahisi. Tukisema umeme rahisi, maana wa bei rahisi. Wa bei rahisi kwa maana ya kwamba viwanda viweze kuzalisha kwa bei rahisi ya umeme.
Mfano, tukijaribu kuangalia nchi zingine ambazo zimekubali kuwa na viwanda vingi, vimepokea viwanda, na tusiangalie tu upande wa malighafi, tuangalie kwanza umeme wenyewe. Ni kwamba utaangalia malipo ya umeme kwa kilowatt ya nchi hiyo, matumizi ya umeme na malipo ya umeme wa nchi husika ambayo inahitaji kuwa ya viwanda, bei tofauti. Nchi hiyo utakuta na umeme wa bei rahisi sana, kiasi kwamba kiwanda kinaweza kuzalisha na gharama zinakuwa zipo chini sana. Na kwa nini gharama zinatekelezwa chini? Ili aweze kukabiliana na bidhaa nyingine kama ya kwake inayoingia hapo nchini, au zaidi ya kwake inayoingia hapo nchini. Umeme rahisi. Sasa tuone umeme wenye nguvu. Umeme wenye nguvu kwa maana ya kwamba high voltage, kwamba wakati mwingine unakuta unaweza ukakaa, lakini hata ndani kwako ukaona labda umeme umepungua sana, mara umeme ukaongezeka ukawa mwingi, hivyo na kadhalika. Lakini kitu cha msingi cha kuangalia, umeme wenye nguvu lazima uwe wenye nguvu. Mfano, zipo mashine ambazo umeme ukipungua tu current, basi hizo mashine zinaacha kufanya kazi. Na mashine zikiacha kufanya kazi, humo katikati kama kulikuwepo na mzunguko wa bidhaa ambazo zilikuwa zinatengenezwa, zinaweza zikaharibika, maana hazikufikia process ya mwisho. Sasa hilo vile vile linaendelea kuwapa wasiwasi sana wawekezaji, na kuona kwamba hapa tutakuwa tunaharibu bidhaa nyingi sana ambazo tunayotengeneza. Kwa hiyo cha msingi ni kuliangalia umeme uwe ni umeme uliotulia na una nguvu, kwamba ukianza hivyo unaendelea hivyo masaa 24. Tuangalie swala lingine la umeme imara. Umeme imara ni ule umeme usio katika. Mara unazima masaa 2, mara unazima masaa 6, mara masaa 12. Sasa hii tayari itamwongezea yule mwekezaji gharama, maana atahitaji kuwa na generator kubwa ambayo unywaji wake ni mkubwa sana, kiasi kwamba atashindwa hata kuendelea na kazi, na uzalishaji wake utaathirika kwa kiasi kikubwa. Sasa kwa vyovyote vile lazima pawepo na umeme imara, ambao ni umeme unaosaidia muda wote mwekezaji anataka kufanya kazi, anafanya kazi, anazalisha. Na ndio kwa maana unakuta viwanda vingi vya nchi zingine vina mzunguko wa uzalishaji wa masaa 24 shift, na kiwanda kishakuwa na mzunguko wa uzalishaji wa masaa 24, tayari mnakuta kwamba kuna faida kubwa, kwa sababu kwanza kuna kuwepo na ongezeko wa wafanyakazi, pili kodi linaongezeka ya serikali, tatu mazingira katika eneo la viwanda yanakuwa endelevu zaidi. Hayo ni ya kuangalia. Twende kwenye miundombinu nyingine ambayo ni ya barabara. Barabara husaidia mara nyingi sana katika usafirishaji wa bidhaa na malighafi kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Lazima tulizingatie na tuangalie kwamba barabara zinapokuwa ni nzuri, tusiseme tu ziwepo barabara. Hapana, barabara nzuri na bora, sio bora barabara. Moja, malighafi zinaweza zikawa zinasafirishwa kutoka vijijini kuletwa katika eneo ambalo ni husika lenye kiwanda, lakini baadaye ukagundua kwamba hayo malighafi yanapoletwa, magari yakawa yanakwama barabarani, kwamba barabara zinaharibika hovyo na barabara zinakuwa hazipitiki, kiasi kwamba kiwanda inabidi kisimamishe kwanza uzalishaji, kwa sababu gari limekwama lina siku 3 siku 4. Sasa hili swala la ujenzi wa barabara lazima uwe ni ujenzi wa barabara ambazo ni imara, na ni barabara ambazo zinafanya kazi kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano katika eneo moja kwenda eneo lingine. Tuone na reli. Reli husaidia usafirishaji wa bidhaa au usafirishaji wa malighafi vile vile. Tunaweza tukasema kwamba tunahitaji reli ambayo ni imara. Reli sio haribika kwamba msimu wa mvua unafika kuna kuwepo na kitu kingine. Hapana. Tukifanya hivyo au ikitokea hivyo, basi hapa katikati lazima tutakuwa tunakwama, na viwanda vitaona kwamba kuna usumbufu mkubwa, hata vile vile gharama za uzalishaji zinaweza zikaongezeka vile vile. Sasa kuna umuhimu na ni swala la msingi kuangalia swala la reli. Reli vile vile
liwe na reli ambayo ni imara na daraja zake ziwe ni daraja ambazo hata mafuriko yakitokea zitakuwa standby, haziwezi kukatika, na barabara haziwezi kukatika za reli. Reli itapita muda wote na itarahisisha usafirishaji wa malighafi na usafirishaji wa bidhaa kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Kwanza, gharama usafirishaji itakuwa ni mdogo sana. Na gharama zikishakuwa mdogo, tayari unakuta hata vile vile mwekezaji bidhaa zake anazozalisha bei zake zitakuwa ni nzuri. Haya ni mambo machache tu ya kuzingatia. Tukiyafanyia kazi haya, tunaweza tukafika mbali. Kwanza, wawekezaji watafurahia nchi na wawekezaji watapenda sana kuja kuwekeza. Lakini tusisahau swala la malipo ya mishahara. Malipo ya mishahara kwa wafanyakazi vile vile ni swala lingine ambalo lazima liangaliwe. Kwa sababu katika eneo husika maisha yanapokuwa yako juu sana, mwekezaji wa kiwanda anakuwa vile vile anashindwa kuwalipa watu, kwa sababu akiwalipa kile kiwango wanakuwa wanaona kwamba kiwasaidii katika maisha yao ya kila siku. Tayari wataanza kudai mishahara mikubwa. Zipo nchi ambazo walifanikiwa kuwa na maisha ambayo ni rahisi na ya chini, lakini wafanyakazi wanalipwa mshahara wakati ambao unawawezesha kuishi na kufanya mambo mengine. Na hapo kiwanda kinapoona kwamba kinafikia hatua wakati mwingine ambao kinauza sana na kinazalisha sana, huwa kinatoa kitu kinachoitwa bonus mwisho wa mwaka au kila baada ya miezi 6. Sasa hiyo tayari ni advantage na ni fursa tayari kwa watu ambao wanaofanya kazi hapo kiwandani. Na vile vile inapopata faida kubwa, huwa wanajishirikisha sana, wanaingia kwenye miradi ya kwanza kukisaidia lile eneo ambalo wanakoishi au kinapokuwa walipofanya uwekezaji, na kutoa misaada mbalimbali kama ya afya, ya maji na mengineyo ambayo yanakuwa yanahitajika. Sasa tayari hiyo ni advantage. Kwa hiyo tukiangalia uanzishwaji wa viwanda, kuna mambo mengi ambayo ni mapana zaidi lazima tuyafikirie na tuyaone kwamba yanaweza yakatokea kutokana na uanzishwaji wa viwanda. Lakini lazima na sisi tuna sehemu kubwa sana ya kufanyia kazi maamuzi ambayo yatakayotokana na kuwepo kwa vile viwanda. Tushiriki kwa pamoja, tufanye kwa pamoja, tuwasaidie wawekezaji, tukubaliane na yale ambayo wawekezaji wanayaleta, ili mradi asiwe yanaingilia kuharibu afya zetu, kuharibu mambo yetu mengine ya mahitaji ya kila siku. Lakini tusimame, tuisaidie serikali, tufanye kazi pamoja na serikali, tuitumikie serikali, tuipokee serikali na miradi yake yote. Haijalishi ni chama kipi cha siasa, vyama vyote viungane na kuwa pamoja ili kuweza kuendelea na kushirikiana katika eneo husika ambalo nataka kuwekezwa kwa ajili ya viwanda. Tuangalie sana sera la maeneo husika, tuangalie sana miundombinu, tuangalie sana mikakati iliyopangwa na serikali, iwe ni mikakati ambayo inatekelezeka na inayoendana na hali ya wananchi, ya wakazi wa eneo husika, kwamba sasa wale wanahitaji nini, tuwasaidie ili waweze kulipokea hili, tuweze kufanya kwa pamoja na tuweze kufika pale tunapotaka kufika. Nafikiri siku nyingine tutaendelea na kuangalia kwa mapana zaidi nchi ya viwanda. Ikishakuwa na viwanda, nini kinachotokea na wananchi wananufaika na nini na wanafikia wapi, na nchi ni mabadiliko yanayotokea na kuwa yanatokana na viwanda ni kwa sababu zipi za msingi. Asanteni sana.